بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين. أما بعد، بإذن الله سبحانه وتعالى Allah ametukusanya kwa mara nyingine katika muda huu baada salati dhuhur kwa ajili ya kuendelea na darasa zetu, ikiwa leo ni dhuhur يوم الثلاثاء, na hivi leo ni ya dhuhuri ya siku ya Jumanne al-awwal min shahri Allah Sha'ban, na leo ni tarehe mosi ya mwezi huu wa Sha'ban mwaka 1447 Hijiria. Kwa mujibu wa ratiba za darasa zetu tumekubaliana kwamba insha Allah ndani ya mwezi huu wa Sha'ban tutaanza kusoma darasa mbalimbali za kuhusiana na ahkamu za mwezi mtukufu wa Ramadhan, zikiwemo ahkamu as-siyam wa adabu saimin, zikiwemo hukumu mbalimbali za funga na adabu za wenye kufunga, kwa sababu mwezi wa Sha'ban ni mwezi uliojirani kabisa na Ramadhan. Bali as-salafu salih, wema waliotangulia kwenye asri ya masahaba, kadhalika fi asri tabi'in wa atba'i tabi'in, zile karne tatu bora na baada ya pale, walikuwa na utaratibu wa kujiandaa ruhiyan wa badaniyan kwa ajili ya Ramadhan, wakijiandaa kiroho, kimwili kwa ajili ya mwezi mtukufu wa Ramadhan. Hii ilikuwa ni ada ya salaf as-salih, na sisi kokoto iandama njia yao na tunajinasibisha na wao, tutakiwa tufanye kama walivyokuwa wakifanya wao. Inapokurubia misimu ya kheri kama hii, tujiandae nayo kwa kusoma masala mbalimbali yenye kuhusu ahkamu hizi. Kwa hivyo insha Allah taala, kuanzia leo darasa zetu zote za adhuhur zitakuwa zikitaallaq na masala ya siyam na ahkam mbalimbali za Ramadhan, na zile darasa nyingine ambazo zilikuwa zikisomeshwa katika wakati huu wa dhuhuri zitapumzika kidogo. Tutaendelea nazo baada ya Ramadhani biidhnillah alkarim, ikiwa uhai upo. Sasa katika kusoma masala haya ya funga, tumekhitari kitabu chenye kuitwa Ithafu Ahli al-Iman bidurusi shahr Ramadan. Ithaf, kuwatia shime watu wa imani kwa darasa mbalimbali za mwezi wa Ramadhan. Kitabu hiki ni risala fupi, imeandikwa na fadilatu Sheikh al-Allama al-Mufti Saleh ibn Fawzan ibn Abdullah al-Fawzan hafidhahu Allah ta'ala. Ndicho kitabu ambacho tutakitumia katika kuyasoma masala haya. Nadhani wengi wenu mna nuskha zake, na wale ambao hawana vitabu watafute vitabu, mkikaa mkae na vitabu. Tayib, bila kupoteza muda tutajitahidi kukisoma hichi kitabu kama kilivyo, kwa kuyafahamu yale ambayo Sheikh Al-Fawzani ameandika hapa ndani, bila kuongeza masaili mengi
kutoka nje ya kitabu hiki illa ma da'at alhajatu ila dhalik, isipokuwa ile masala ambayo patahitajika sana kujaziwa. Wa illa tukiweza kusoma kitabu hiki cha Sheikh hafidhahullah ta'ala na tukifahamu, tutakuwa tumepata faida kubwa sana kwenye mambo ya Ramadhani na mambo ya funga, na pia ili kuuchunga wakati na ili kwenda mbio na kitabu hiki. Matarajio yetu mpaka tuingie Ramadhani tu tumekimaliza kitabu hiki, bimaana Ramadhani ikianza basi tayari tumesoma mambo mengi kuhusu funga na hukumu za Ramadhani. Tunaingia moja kwa moja sasa ndani ya mwezi wa Ramadhani kwenye utekelezaji, na kama tutachelewa basi itakuwa ni milango michache ya mwisho iliyosalia. Tayib, tutaanza na utangulizi mfupi ambao Sheikh ameuandika. Qala hafidhahullah ta'ala, bismillahir rahmanir rahim. Almuqaddimatu. Sheikh hafidhahullah ta'ala kama ilivyo kawaida amefungua tungo yake hii kwa basmala, kwa kusema bismillahir rahmanir rahim, na huu ni utaratibu wa maulama ahli sunna wal jamaa. Katika uandishi wao huwa wanaanza kwa basmala, kwa kuigiza kitabu cha Allah al-Qur'an, lianna jamia suwar al-Qur'an uftitihat bilbasmala illa surata bara. Kwa hivyo wanaiga kitabu cha Allah, kadhalika kumwiga Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika barua zake mbalimbali, akiwaandikia wafalme na viongozi kuwalingania Uislamu. Barua hizo zilikuwa zinaanzwa kwa bismillah. Lakini pia kuna faida kubwa sisi kuyaanza mambo yetu ya kheri kwa bismillahir rahmanir rahim, kama ilivyokuja hadithi ambayo wanawachuoni wengi wanaidhoofisha hadithi hiyo kwa matamko yake, kullu amrin dhi balin la yuftatahu bibismillah fahuwa aqta', wa fi ba'd alriwayat fahuwa abtar. Lakini wengi wanasema katika ulama hadithi hii maana yake ni sahihi, hata kama isnadi yake ina kitu, lakini maana yake sahihi. Kila jambo la maana ambalo halianzi na bismillah basi limeondoshewa baraka jambo hilo. Idhan qala Sheikh bismillahir rahmanir rahim. Almuqaddimatu, utangulizi. Na almuqaddima ni neno linalotangulizwa kama ufunguzi kabla ya kuingia mwandishi katika msingi wa tungo yake. Almuqaddimatu, utangulizi. Qala Sheikh alhamdulillahi alladhi shara'a li'ibadihi siyama shahri ramadana waja'alahu ahkam arkan al-islam, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin afdalu man salla wa sam, ay huwa afdal, wa ala alihi wa ashabihi al-bararati al-kiram. Wa ba'd, فهذه دروس تتضمن التذكير بفضائل هذا الشهر المبارك والحث على الجد والاجتهاد فيه واغتنام أيامه ولياليه، مع الإشارة إلى بعض الأحكام الفقهية المتعلقة بالصيام والقيام. قصدت بكتابتها تذكير نفسي وإخواني سائلا الله أن ينفع بها من كتبها ومن قرأها ومن سمعها من المسلمين، وأن يغفر لي ما وقع فيها خطأ أو تقصيرا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. صالح بن فوزان ابن عبد الله آل فوزان. شيخ نسيما الحمد لله الذي سفنجيما يستحقي يا الله ambaye shara'a liibadihi siyama shahr Ramadhan, amefanya sheria kwa ajili ya waja wake ya kufunga mwezi wa Ramadhani. Waja'alahu, na akaijalia hiyo funga ya Ramadhani, ahada arkani alislami, ni moja
katika nguzo za Uislamu. Anamhimidi Allah aliyelijalia hili. Wassalatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin, na swala na salam zishuke juu ya mtume wetu Muhammad, afdalu man salla wa sam, mbora zaidi ambaye ameswali na amefunga. Katika waja wa Allah walio bora katika kutekeleza ibada, ikiwa sala na funga, basi ni mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa ala alihi, na hizo swala na salamu zishuke juu ya watu wa nyumbani kwake, wa ashabihi albarati alkiram, na juu ya masahaba zake waliowema watukufu. Wa ba'd, na baada ya haya yaliyotangulia, Sheikh anasema fahadhihi durusun, na haya ni madarasa, tatadhammanu, yanabeba ndani yake, ay tatadhammanu hadhihi durus, yanabeba madarasa haya ndani yake at-tadhkira, ukumbusho bifadhaili hadha ash-shahr, kwa fadhila mbalimbali za mwezi huu. Unaona fadhail hapo ilipo ala wazni masajid, ni katika zile almamnu' min as-sarf, lakinahu udhifa. fa idha udhifat almamnu'at min as-sarf insarafat, alaysa kadhalik? Naam, fahadhihi durusun, na haya ni madarasa, tatadhammanu, yanabeba ndani yake at-tadhkira, ukumbusho bifadhaili hadha ash-shahr mubarak, ukumbusho wa fadhila mbalimbali za huu mwezi uliobarikiwa. Walhathi, lakini pia si ukumbusho tu, madarasa haya yanabeba mahimizo ala aljiddi walijtihad, juu ya kufanya bidii na kujitahidi fihi, katika huo mwezi wa Ramadhani, mwezi uliobarikiwa. Waqtinami ayamihi wa layalihi, pamoja na kufaidika na masiku yake hiyo Ramadhani na nyusiku zake, yani kufaidika na michana ya Ramadhani na usiku wa Ramadhani, nyusiku zake. Kitabu hiki kimebeba darasa ambazo zinalenga mambo haya, lakini pia Sheikh anasema ma'al isharati, pamoja na kuashiria ila baadhi al-ahkam al-fiqhiyyati, katika baadhi ya hukumu mbalimbali za kifikihi, almutaalliqati bisiyami walqiyam, zenye kufungamana hukumu hizo na funga na mambo ya visimamo. Naam, kwenye kitabu hiki vile vile Sheikh ataashiria ahkamu, hukumu mbalimbali za kifikihi zifungamanazo na mambo ya funga na mambo ya kisimamo cha Ramadhani. Sheikh anaeleza, anasema qasadtu bikitabatiha, nimekusudia kwa uandishi wake darasa hizi, tadhkira nafsi, kuikumbusha nafsi yangu, wa ikhwani, na kuwakumbusha ndugu zangu. Lengo la Sheikh hafidhahullahu ta'ala kukiandika kitabu hiki ni ukumbusho tu, aikumbushe nafsi yake na kuwakumbusha ndugu zake Waislamu. Sailanillaha, hali yakuwa ni mwenye kumuomba Allah, an yanfaa biha man katabaha, anufaishe kwa sababu ya darasa hizo yule ambaye ameziandika, wa man qara'aha, na yule aliyezisoma hizo darasa, wa man sami'aha, na hata yule aliyesikiliza tu, minal muslimin, katika Waislamu. Kawaombea dua wote hao, kuanzia yeye mwandishi kajiombea, talibul ilm, mwanafunzi atakayekaa na kusoma kitabu hiki na kukipitia, bali hata yule ambaye atatega usikivu wake katika darsa akisikiza kitabu hiki, amekusanywa katika dua ya Sheikh. Wa yaghfira li, na namuomba Allah anisamehe mimi na anisamehe mimi, ma wakaa fiha, kile ambacho kimetokea ndani ya hizo darasa za kitabu hizi, khata'an au taksiran, liwe ni kosa au upungufu moja katika haya, iwe pana kosa limejitokeza au pana upungufu, jambo halikuzungumzwa kwa kiwango cha kukamilika, basi Sheikh anamuomba Allah amghufirie na amsamehe katika hilo. Wa sallallahu wasallam, anamalizia kwa kumswalia tena Mtume alayhi salam,
kama alivyoanza kitabu chake kwa kumswalia wa sallallahu wasallam ala nabiyina, na amswalie Allah na salimu juu ya mtume wetu Muhammadin wa alihi wa sahbihi, mtume wetu Muhammad pamoja na watu wa nyumbani kwake na masahaba zake. Sheikh anasema ad-darsul awwal, darasa la kwanza kwenye kitabu hichi, darasa ya kwanza kabisa. Qala hafidhahu Allah ta'ala fi bayani mata furida صوم شهر رمضان على الأمة. الدرس الأول دراسة لكوانزا في بيان متى فرض صوم شهر رمضان، ni katika kubainisha wakati gani imefaradhishwa funga ya mwezi wa Ramadhani ala al-umma, juu ya umma huu. Darasa hii ya kwanza itatufundisha jambo hili, wakati gani imefaradhishwa funga ya Ramadhani juu ya umma huu. Qala hafidhahullah, alhamdulillah dhil fadli wal in'am, sifa njema nistahiki ya Allah mwenye fadhila na mwenye kuneemesha. Shara'a as-siyama litathhiri an-nufusi min al-atham, ameifanya sheria funga. Shara'a as-siyama, ameifanya sheria funga litathhiri an-nufusi min al-atham, kwa ajili ya kuzitaharisha nafsi kutokamana na madhambi. Wassalatu wassalam, na sala na salam ala nabiyina Muhammadin, zishuke juu ya mtume wetu Muhammad. Hiyo sehemu unaisoma mnaiona naam. Khairi man salla wa sam, na ukifanya ni jumla mustanafa utasema khairu man salla wa sam, mbora ambaye amefunga, mbora ambaye ameswali na amefunga. Yani ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, swala zimwendee yeye alayhi salatu wassalam, mbora aliyeswali na kufunga. Bali wadawama ala alkhair, na akadumu huyo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam juu ya khairi, wastaqam, na akawa na msimamo. Wa ala alihi, na hizo swala na salamu zishuke juu ya watu wa nyumbani kwake, wa ashabihi, na juu ya masahaba zake, wa man iqtada bihi, na juu ya kila ambaye amemuiga yeye, ala dawam, zishuke hizo sala kwa kudumu. Na wengine wanasema ala dawam, aliyemuiga yeye kwa kudumu, juu ya kudumu katika kumuiga, ni sawa. Amma ba'du, ama baada ya hayo yaliyotangulia, Sheikh anaendelea kwenye mlango huu, anasema qala Allah ta'ala, amesema Allah hali ya kuwa mwenye kutukuka, ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Wal ayatu ba'daha, Allah anasema ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, kutiba alaykumus siyamu, kumefaradhishwa juu yenu kufunga, kama kutiba ala alladhina min qablikum, kama vile ambavyo kumefaradhishwa huko kufunga juu ya wale ambao waliokuwa kabla yenu, la'allakum tattaqun, ili nyinyi mpate kumcha Allah, mpate kuwa cha Mungu. Ameitaja aya hii, asema wal ayatu ba'daha, na aya nyinginezo zilizokuja baada yake aya hii. Hii ni suratul Baqara aya 183. يقول الشيخ فقد ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات الكريمة، وحقيقة متاج الله سبحانه وتعالى katika hizi aya takatifu, annahu kataba siyama, kwa hakika yeye amefaradhisha kufunga, ala hadhihi al-umma, juu ya umma huu, umma wa Muhammad, kama kutiba ala man qablaha min al-umam, kama vile ambavyo kumefaradhishwa huko kufunga ala man qablaha, juu ya wale ambao wamekuwa kabla ya umma huu, min al-umami, katika nyumati mbalimbali. Wa kataba, na hili neno kataba
bimaana faradha, lina maana amefaradhisha. Fasiyamu mafrudun ala hadhihi al-umma wa ala al-umami qablaha. Kwa hivyo funga, shaka anasema fasiyamu, na funga, mafrudun, na anakusudia funga ya faradhi, na funga ni yenye kufaradhishwa, funga ya Ramadhani na funga ni yenye kufaradhishwa ala hadhihi al-umma, juu ya umma huu, wa ala al-umami qablaha, na juu ya nyumati nyingine kabla ya umma huu. Funga ya Ramadhani imefaradhishwa. Tutaona zile hatua zilizopitia kufaradhishwa hii funga katika umma huu, lakini tutaona pia nyumati zilizotangulia zilifaradhishiwa vipi funga hizi na mtindo wao wa kufunga ulikuwaje. Shekhe atayataja hayo kwa ufupi kabisa. Qala baadhi ulama fi tafsiri hadhihi alaya, wamesema baadhi ya ulama katika kuitafsiri aya hii, aya katika sura al-Baqara tumetangulia kuisoma hapo juu, aya 183. Maulama wameeleza katika tafsiri ya aya hii, ibadatu siyam maktubatun ala al-anbiya'i wa ala umamihim, ibada ya funga, ibada ya kufunga, maktubatun ni yenye kufaradhishwa, ala al-anbiya'i, juu ya manabii waliotangulia, wa ala umamihim, na juu ya nyumati zao, min adama ila akhir ad-dahr, kuanzia Adam mpaka mwisho wa zama, bimaana mpaka nabii wa mwisho ambaye ni mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na mpaka mwisho wa zama zake, yani kusimama kiyama. Funga ya Ramadhani imekuwa ni faradhi kwa wote hao. Wakad dhakara Allahu dhalika, na kwa hakika amelitaja Allah jambo hilo, hilo jambo la kufaradhishwa funga, kwa maana funga imefaradhishwa kwa watu wa umma huu kama vile ambavyo hii funga ilivyofaradhishwa kwa watu waliokuwa kabla ya umma huu. Allah amelitaja hili jambo kwamba hii funga hii si nyinyi tu, hata wale waliokuwa kabla yenu katika al-umam walifaradhishiwa kufunga. Amelitaja hili kwa sababu Sheikh anatoa hiyo siri hapa, waqad dhakara Allahu dhalika, na kwa hakika amelitaja Allah jambo hilo kwamba funga ni ya faradhi hata kwa waliokuwa kabla yetu, lianna shay'a shaq, kwa sababu hakika kitu kilichokuwa kigumu, kitu kizito, lianna shay'a ashaqa, kwa sababu hakika kitu kilichokuwa kigumu, idha amma, pindi kitakapoenea. Hata Waswahili wenyewe wanasema msiba wa wengi ni nini? Harusi. Lugha ya Waswahili hiyo. Kweli msiba ni pigo, lakini ikiwa washafi wa nyumba 10 20, basi wakati mwingine nyewe wafiwa mkakaa mkacheka mkapongezana, na pengine mkaanza kuwatania marehemu wenu kwa kutaja visa vyao, si ndio? Sasa shaka anasema lianna shay'a ashaqa, kwa sababu hakika kitu kigumu, idha amma, pindi kitakapoenea, sahula fi'luhu, kunakuwa ni kwepesi kufanya kwake hicho kitu, ala nufusi, juu ya nafsi, inakuwa ni sahali kukiendea kitu hicho. Wa kanat tumaninatuha, na kukawa kutulizana kwake hizo nafsi, hiyo hapo rajia ila nufusi. Wa kanat tumaninatuha, na kukawa kutulizana kwake hizo nafsi, bihi, kwa kitu hicho, akthari, ni kwa wingi zaidi. Ni kweli kitu kigumu au kizito kikienea kama watu wengi wakifanya, kunakuwa ni wepesi kukifanya kitu hicho juu ya nafsi, na kunakuwa kutulizana kwa hizo nafsi, bihi ay bihadha shay'i shaq, kwa kitu hicho ni kwa wingi zaidi. Sawa, kisha shaka nasema fastiyamu idhan, nafunga basi, faridhatun ala jamii al-umam, ni yenye kufaradhishwa juu ya nyumati zote. Wa in ikhtalafat kaifiyatuhu wa waqtuhu, hata kama ukitofautiana
mtindo wake hizo funga na wakati wake. Funga zikitofautiana baina ya umma na umma, namna ya kufunga, mitindo ilikuwa inatofautiana baina ya umma huu na umma ule, lakini pia nyakati za funga zilitofautiana. Kuna baadhi ya umma funga zao zilikuwa mchana, wengine funga zao zilikuwa usiku, na wengine wakiunganisha, wanafunga sehemu ya mchana, wanapumua kidogo, wakafuturu, kisha funga ikaanza tena. Wa in ikhtalafat kaifiyatuhu wa waqtuhu, hata kama ikitofautiana mitindo yake hiyo funga na nyakati zake. Qala Sa'id ibn Jubair wa huwa min kibari tabi'in rahimahullahu ta'ala, amesema Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala, kana sawmu man qablana min al-atamati ila al-lailati al-qabila, ilikuwa saumu, kana saumu man qablana, ilikuwa funga ya wale ambao waliokuwa kabla yetu, min al-atama, ni kuanzia kiza kinaingia. Wanasema al-atama ni dhulmatul layl, kiza cha usiku, lakini kiza ambacho kinaitwa al-atama kwa mujibu wa Waarabu ni dhulmatu thuluthi al-awwal min al-layl. Dhulmatu thuluthi al-awwal min al-layl ni kile kiza cha theluthi ya mwanzo ya usiku. Usiku unaanzia kuanzia jua limezama, unaendelea mpaka ichomoze alfajiri. Sasa usiku huu kutokea jua limezama mpaka ichomoze alfajiri ugawanye mara tatu katika mafungu matatu sawa. Lile fungu la kwanza ndio linaitwa athuluthul awwalu min al-layl, theluthi ya mwanzo ya usiku. Ule usiku wa kwanza, kile kiza chake kile kinaitwa al-atama. Ama kile kiza cha usiku wa manane, Waarabu hawakiiti atama, labda nyinyi Waswahili giza tu sana sana, mtaongeza kwa giza nene, basi mshamaliza lugha yenu, si ndio? Haya, sasa Sheikh Said ibn Jubair anasema kana saumu man qablana, ilikuwa funga ya wale waliokuwa kabla yetu, min al-atama, ni kuanzia kiza kimeingia. Ilikuwa wao kiza kikiingia, funga inaanza kuanzia hapo, ila lailatul qabila, mpaka katika usiku unaofuata. Yani mfano kama kiza kimeingia leo, ikizama magharibi ya leo wanaanza kufunga, usiku wote watafunga, patapambazuka asubuhi, wataendelea na funga mchana mzima mpaka uingie usiku mwingine, ndio wanafungua hapo. Baada al-ghurub, kikitanda kiza tu wanaanza tena. Saumu ngumu kabisa. Ndio mtajua kwamba sisi tumewepesishiwa mambo, lakini bado pana watu huko hawafungi. Mijitu mizima nasema saumu ngumu bwana, nimezidiwa leo mikobe bwana. Au watu wamelala misikitini humu chali katika mchana Ramadhani, hawezi hata kujikuna nini, saumu imekaza bwana, sio mchezo leo. Saumu yetu ni hii, kutokea alfajiri ya kweli mpaka jua lizame, khalas. Baada ya hapo tunachapa, tutakula tu mafuta madaku, na kuna watu wanakula usiku kucha. Lakini angalia wenzetu hawa, na hii ndio ilikuwa pia mwanzo mwa Uislamu. Mwanzoni mwa Uislamu ilikuwa funga inaanzia usiku, na ndio maana mwenye kufunga mwanzoni huko ilikuwa baada ya jua kuzama, basi anatakiwa asilale mpaka afuturu, kwa kuwa akilala tu haruhusiwi kula tena mpaka kesho usiku. Kwa hivyo Said ibn Jubair anasema kama kana fi ibtidai al-Islam, kama vile ambavyo ilivyokuwa katika mwanzo wa Uislamu, funga ilikuwa inaanzia wakati wa giza usiku, inavuka mchana mpaka usiku mwingine. وقال الحسن وهو البصري رحمه الله تعالى من التابعين، الإمام الحسن البصري نعم يسمى الحسن كان صوم رمضان واجبا على اليهود. faida hizo, ilikuwa funga ya Ramadhani ni yenye kuwajibika juu ya Mayahudi. Hata Mayahudi pia walifaradhishiwa funga ya Ramadhani. Hapa na tafsiri
hichi kipengele kutiba alaykumus siyamu kama kutiba ala alladhina min qablikum, anatupa faida kwenye kipengele hichi. وقال الحسن na amesema al-Hasan kana saumu ramadhana, ilikuwa funga ya Ramadhan wajiban, ni yenye kuwajibika ala al-yahudi, juu ya mayahudi, lakinnahum tarakuhu, lakini wao hao mayahudi waliiacha hiyo funga ya Ramadhan, wasamu yawman fi sana, na wakafunga siku moja tu katika mwaka. Yani ile funga yote ya Ramadhani waliopewa wakaiacha, na badala yake wakachagua siku moja katika mwaka kwamba watafunga hiyo, na shaka taitaja hapo kwamba ilikuwa ni yaumu Ashura. Na sasa yaumu Ashura ni ibada inajitegemea. Walipoacha kufunga Ramadhani, hii saumu ya siku moja katika mwezi wa Muharram haikuweza kuwa na kiwango cha ile funga ya Ramadhani, haikuweza kuziba lile pengo, lakini ni ule ujeuri na ususuwavu wa Mayahudi kupingana na sheria za manabii. Wao wakaiacha hiyo Ramadhani, wasamu yawman fi sana, na wakafunga siku moja tu katika mwaka. Zaamu, wakadai annahu yawmun ghariqa Firaun, kwa hakika hiyo siku ni siku ambayo alighariki, alizama baharini Firaun. Sheikh anasema wakadhabu fi dhalika, na wakasema urongo katika hilo. Fa inna dhalika al-yawm, kwani hakika siku hiyo, siku aliyoghariki Firaun, aduullah wa aduu Musa alayhi salam. Fa inna dhalika al-yawm, kwani hakika siku hiyo yaumu Ashura, ni siku ya Ashura. Kwa hivyo siku aliyoghirikishwa Firaun iko ni ile tarehe 10 ya mwezi wa Muharram, wala haingiliani na Ramadhani. Kwa hivyo walisema uongo hawa. Ndio katika taaliki hapo Sheikh anasema yani la yujzi sawmuhu ani sawmi alladhi farada Allah, hakuwezi kulipa kitu kuifunga hiyo Ashura kutokana na saumu ambayo Allah ameifaradhisha. Yani kufunga Ashura hakuwezi kufidia kuifunga Ramadhani. Kwa hivyo Mayahudi walikosea. Kisha Sheikh anasema hafidhahullah, wa kana as-sawmu aidan, na ni maneno ya Sheikh al-Fawzan, na ilikuwa funga vile vile, wa kana as-sawmu aidan, na ilikuwa funga vile vile wajiban ala an-nasara, ni yenye kuwajibika juu ya manasara. Lakinnahum, lakini wao hawa manasara, baada an samu zamanan tawila, baada ya wao kufunga kitambo kirefu, manasara nao katika wakati wao walikuwa wanaifunga Ramadhani, tena wameifunga kwenye kipindi kirefu. Lakinnahum, lakini wao, baada an samu zamanan tawilan, baada ya kufunga katika zama ndefu, sadafu fihi alharra shadida, walikutana sadafu fihi, walikutana katika zama hizo, au walilipata katika zama hizo alharra ashadid, joto kali. Yani ilitokezea, kwa maana ya sudfa, ilitokezea katika baadhi ya masiku yao ya kufunga wakaumana na kipindi kikali cha joto, kama mara nyingine inavyotukuta sisi. Ramadhani inatuka kwenye kiangazi kikali, kama vile inavyotazamiwa katika mwaka huu, kwa Ramadhani inaingia kwenye kipindi cha kiangazi, inatarajiwa itakuwa katika joto kali. Kwa hivyo hawa manasara hawa iliwakuta sadafu fihi, wakakutana au wakalipata ndani yake, ndani ya kipindi hicho cha funga, alharra ashadida, joto kali, wakakutana nalo. Fakana yashuku alaihim fi asfarihim wa maayishihim, na ikawa hiyo funga inakuwa tabu juu yao. Yashuku alaihim, inataabisha juu yao, fi asfarihim, katika safari zao, wa maayishihim, na katika maisha yao, yani katika utafutaji wa riziki ikawa wanapata tabu sana, kwa kuwa funga imetokea kipindi cha joto kali. Wakaona wabadilishe sheria, uzushi umeanzia huko kwa manasara. Fajtamaa
ra'yu ulamaihim, basi zikakusanyika rai za maulama wao, wa ruasaihim, na viongozi wao, ala an yaj'alu siyamahum fi fasli min as-sana, kwamba waijalie funga yao. Maoni na mitazamo ya wale makasisi wao na viongozi wao, rai zao zikakusanyika. Fajtamaa ra'yu ulamaihim, na zikakusanyika rai za maulama wao hao manasara, wa ruasaihim, na rai za viongozi wao, ala an yaj'alu siyamahum, juu ya kwamba waijalie funga yao, fi faslin min as-sanati, katika kipindi fulani katika mwaka, baina ash-shita'i was-sayf, kilichokuwa baina ya kipindi cha baridi na kipindi cha kiangazi. Wakaona funga yao ikae katikati hapa. Ndivyo walivyokubaliana wenyewe, dini za kupanga mezani, kwamba jamani, hili joto litatuua sasa na hii funga, tutafuteni wakati mzuri zaidi ulio baina ya kipindi cha masika, kipindi cha baridi na mvua, na kipindi cha as-saif, kipindi cha kiangazi. Tutafute hapo katikati, wakati uliotulia hali ya hewa yake, na tufunge. Kwa hivyo wakubaliana hayo, ala an yaj'alu siyamahum, hiyo kwamba waijalie funga yao, fi faslin, katika kipindi fulani, minasana, katika mwaka, baina ash-shita'i was-sayf, baina ya masika na baina ya kiangazi. Faja'aluhu fi rabi', na wakaijalia hiyo funga katika kipindi cha rabi', majira ya kuchipua miti. Ar-rabi' ni yale majira ya kuchipua mimea. Vipindi vikubwa vya mwaka ni vinne. Hata sisi pia Waswahili ni hivyo hivyo. Kuna ashitau, masika, na kuna hapo katikati yake ar-rabi'u, kipindi cha kuchipua. Mvua kubwa zimekatika, ukiangalia mimea, miti inapendeza kweli kweli. Alafu pana kipindi kingine kikali kinaitwa as-saif, kipindi cha kiangazi. Alafu kuna al-kharif, vuli. Sawa naam. Sasa hawa wakaweka funga yao katika wakati wa rabi', kipindi cha kuchipua mimea, ndio wakaweka manaswara funga yao hapo. Kipindi hichi huwa kinaga joto, hali ya hewa yake ni ya kati na kati. Kwa hivyo wahawaluhu ila waqtin la yataghayyar, na wakaigeuza hiyo funga manaswara funga yao. Wahawaluhu, na wakaigeuza hiyo funga ila waqtin, kuileta kwenye wakati ambao la yataghayyar, haubadiliki. Ikawa wao wanafunga katika kipindi cha Rabi', wakati wa kuchipua mimea, kipindi ambacho hakuna jua wala baridi, kwamba sisi tutafunga hapo, wanatafuta starehe. Lakini walijua kwamba wamefanya makosa. Thumma qalu inda tahwil, kisha wakasema ule wakati wa kubadilisha, kwamba kuitoa funga katika nyakati zake zinazobadilika kila mwaka na kuisimamisha kwenye wakati mmoja wa Rabi'. Walipofanya haya mabadiliko, wakasema zidu fihi 10 ayamin, zidisheni katika huko kufunga hiyo Ramadhani siku 10, kafaratan lima sana'u, kwa ajili ya kafara ya kile ambacho wamekifanya. Kwamba sasa kwa kuwa tumeihamisha funga katika wakati wake na tumechagua wakati wetu sisi tunaoutaka, tuwekeni kafara, tusifunge siku 30, tuongezeni 10 ziwe ngapi? 40. Wakafanya hivyo, ni kafara ya kile ambacho tumekifanya. Fasara 40, na zikawa ni siku 40. Tumefahamiana adhim. Basi maneno yanaendelea, na leo ni siku ya kwanza, ina mambo mengi, siku ya mukaddima, na hichi ambacho tumesoma tutatosha leo. Ila huna, barakallahu fikum. Hadha wallahu ta'ala a'la wa a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi al-kiram ajma'in, wa jazakumullahu khairan.